Na mpenzi mtazamaji wa hii ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na siku ya leo kubwa zaidi tunaangazia yale mambo ambayo yanahusu habari za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa kuliko ni jambo ambalo limeweza kutokea siku ya jana, ambapo timu ya Mwananchi kutokea ndani ya mitaa ya Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambao walikuwa kiwakilisha na kuipeperusha bendera ya Tanzania katika michuano mikubwa barani Afrika ya CAF Champions League. Tayari safari yake imeweza kuwa ngumu mara baada ya siku ya jana kuweza kunyukwa kwa goli moja. Mchezo mgumu umemalizika rasmi nchini Morocco, ambapo wenyeji FAR Rabat wamefanikiwa kuibuka na ushindi mwembamba wa bao moja dhidi ya Yanga katika mwendelezo wa michezo ya kundi B ya michuano ya ligi bingwa barani Afrika. Bao hilo pekee lilifungwa kwenye mchezo huo limekuwa pigo kubwa kwa wananchi ambao wanahitaji angalau sare ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kufuzu hatua inayofuata. Katika mchezo huo FAR Rabat ilionekana kucheza kwa nidhamu kubwa, kitumia vizuri faida ya uwanja nyumbani licha kukosekana kwa mashabiki wao. Yanga walijitahidi kupambana wakitawala sehemu ya mchezo, hasa kipindi cha pili, lakini umakini wa eneo la ulinzi na kushindwa kutumia nafasi walizozipata mbele ya lango kuligharimu kikosi hicho na kocha wao. Matokeo hayo ya Yanga ameifanya Yanga kushuka hadi nafasi ya 3 kwenye msimamo wa kundi B wakiwa na alama 5, hali inayoweka pressure kubwa kuelekea mchezo wao wa mwisho wa hatua makundi. Kwa upande wa FAR Rabat, ushindi huu muhimu umepandisha timu hiyo hadi nafasi ya pili kwa kukusanya alama 8. Kwa sasa wamejiwekea katika nafasi nzuri ya kupambana kufuzu hatua ya robo finali. Sasa macho na masikio ya wananchi yako kwenye mchezo wa mwisho, ambapo Yanga wataikaribisha JS Kabylie katika uwanja New Aman Complex, mchezo ambao hauna nafasi ya makosa. Yanga lazimika kushinda mchezo huo na kusubiri matokeo ya mchezo mwingine ili kuhakikisha ndoto yao kusonga mbele inaendelea kuwa hai. Wakati huo FAR Rabat wanajiandaa kusafiri kuelekea Misri kuivaa Al Ahly. Mchezo mwingine mgumu unatarajiwa kuamua hatima ya kundi B. Matokeo ya michezo miwili ya mwisho yataamua ni timu zipi zitavuka kwenda hatua ya robo finali, huku pressure kubwa ikiwa kwa kila upande. Kwa sasa hesabu zinaendelea na matumaini bado yapo, lakini ukweli unabaki pale pale. Yanga hawana budi kupambana dakika ya mwisho, kwani kosa dogo linaweza kuhitimisha safari yao ya mabingwa kwenye michuano ya msimu huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika msimamo wa ligi tumeweza kuona Al Ahly wakiongoza kwa alama 9, FAR Rabat wao wakiongoza kwa alama 8, Young Africans kwa alama 5, JS Berkane kwa alama 3, ambapo wakishinda mchezo unaofuata wanakuwa wanajikishia alama 6, na Yanga wakifungwa basi Yanga taburuza mkia kwa alama 5. Sasa mambo ndiyo hivyo ambavyo yanaenda. Yanga endelea kushika nafasi hiyo ya 3, lakini pia kumekuwa na maoni kutoka kwa wadau mbalimbali, ambapo wanasema kwamba tatizo la mpira wetu na kamdomo sana kuliko utendaji. Anzisha kitengo cha usemaji alikuwa hana akili, maana sioni faida yake. Faida ni kutia hasira mashabiki tu. Haya maingizo madogo sijaona faida yake kimataifa. Wachezaji nao naona bado wazito hawajitumi. Mwingine anasema kwamba wao wanashindwa kumuvu hata kwa mchezaji mmoja mwenzao. Wanapata mchezaji ndio ya 3 mpaka 4 kutoa pasi tena sahihi, lakini wachezaji wa Yanga hakuna akipokea pasi kutoka hapo ni mzito. Sijui jana walikula nini. Kwa hiyo kumekuwa na comment kama hizo ambazo zimeendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tuambie wewe nini ambacho unachokiona kwa upande wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Africans. Je, itafuzu au haitafuzu?